15. Turudi hapa. Mungu wakati alimuumba mwanadamu alimweka katika shamba la Edeni. Mnajua hiyo, si ni kweli? Na baada ya kumweka katika shamba la Edeni alimwambia hivi: wewe mwanadamu, nimekukubalia ukule matunda yote katika hii shamba la Edeni. Moja tu ndio haufai kukula. Gani? Gani? Hapo katikati gani? Unainua mkono sister? Ni kujinyosha? Hebu uliza jirani yako ni gani? Muulize, wacha kumuogopa, muulize ni gani? Amekwambia gani? Hebu nitembea kwenu kidogo. Mungu aliwaruhusu wakule miti yote, si ni kweli? Isipokuwa moja. Gani? Ya katikati. Gani? Sina vita, sipiganagi. Gani? Ile ilikuwa katikati ya shamba. Gani? Yenye ilikuwa katikati ya shamba. Kuliko nizunguke, wangapi anasema yenye ilikuwa katikati? Wangapi? Inua vizuri. Wewe uinui, uko wapi? Alikataza sikule mti gani? Ya katikati. Someni kwa Bible tuone, si katikati. Wenye wote wamesema ya katikati wameanguka. Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Hiyo ndio alikatazwa, si ya katikati. Ni gani? Unanisomea, umefika. Sikiliza vizuri. Which is this tree? The tree, turn to your neighbor, tell him, the tree of the knowledge of good and evil. We, si mtu wa katikati, umeelewa? Ni mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Na hiyo Mungu amemwambia, wakati utakula matunda ya mti huo, hakika utakufa. Gani? Very good. Si ya katikati wewe na wewe. Ni mti ya ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hivyo mwanadamu kitabu hakujua mema na mabaya. Na Mungu akamwambia, kuja hapa, miti yote unaweza ukakula, lakini yenye hufai ukule ni hii yenye ya ujuzi wa mema na mabaya. Na Mungu akamwambia, wakati utakula, jambo hili litakufanyikia, utakufa hakika. Genesis chapter 3 tunamuona nyoka hapa. Nyoka inaonyeshwa kwamba si nyoka tu, lakini huyu nyoka alikuwa na roho wa shetani. Na sasa shetani ni roho, hawezi onekana na macho, anaomba mwili wa kutumia. Na wakati huu aliomba mwili wa nyoka. Sasa Genesis chapter 3 verse 1 imeandikwa, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote ambao Bwana Mungu aliwafanya. Akamwambia mwanamke, verse 2. Akamwambia mwanamke akamwambia, nitarudia tena verse 1. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu.
akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya miti ya bustani. Nyoka akamekuja kwa mwanamke semeni na ujaja, akamwambia hivi, ati mumeambiwa msikule miti yote. Nyoka alijua vizuri wameruhusiwa kule miti yote, ile walikatazwa ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini wakati nyoka amekuja, amemwambia ati mumeambiwa msikule matunda yote. Ndio maana Bible inaelezea nyoka, inasema alikuwa mwerefu. Kiingereza kinasema was more sharp. Alikuwa na unafiki, alikuwa na kitu ambacho amekufichia ndani ya moyo. Nyoka wakati amekuja kwa mwanamke, amekuja semeni kumpima. Anampima nini? Anaangalia hivi, na huyu nyoka ako na neno la Mungu halisi, na huyu mwanamke ako na neno la Mungu halisi. Ndio maana anataka kuangalia, na sasa huyu mwanamke ako na neno, mwanamke ametabulikanaje? Genesis chapter 3 verse 2.